Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tukiendelea na darasa yetu kama ilivyokuwa ni ada ya Alfiyya bin Malik sharh ya Ibn Aqil rahmatullahi ta'ala alayhi, tuliishia katika beti za al-asmaul mawsula na bado hazijaisha. Tuliishia katika beti inayosema wa nunu min zaini wa taini shuddida aidan wa ta'widun bidhaka qusida. Tukaelezea nuni ya tamko alladhani, allatani. Hizi unaweza ukaingiza shadda kwa kukusudia kwamba ni wadhi ya ile ye harfu iliyokuwa imeondoshwa, au katika upande wa asmaul ishara kama ni dha na ta, ikija dha na tani pia unaweza ukaweka shadda. Beti za leo zinaelezea jamu alladhi alula alladhina mutlaqan wa ba'dhum bil wawi rafan nataqa billati wallahi allati qad jumi'a wallahi kalladhina azran waqa wa man wa ma وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتى ذوات. سمى الشيخ جمع الذي الأولى، جمع يتمك الذي هنا الأولى الذين، manake الأولى ni jamu dhakari salim ambayo inakuwa ni mulhaqu ya jamu dhakari salim katika upande wa irabu, lakini ikiwa umepitisha katika upande wa jamu mudhakkari salim, kwa sababu inajuzu njia mbili. Unaweza ukaipitisha katika upande wa mu'rab na katika upande wa mabni, kama tutakavyoona mbeleni hapo. Kipitisha katika upande wa mabni tabakia ni mabni al-fathi, mwishoni haitobadilika. Kwa hiyo almuhimu kwamba tamko alladhi ina jamu hiyo al-ula, jamu ya kwanza, na tamko alladhina tena akasema mutlaqan, moja kwa moja. Na yeye aliposema mutlaqan ameikusudia tamko al-ula kwamba hii al-ula unatumia mutlaqan sawa sawa, unatumia wenye akili au sio kwa na akili katika upande wa jamu, kama upande wa jamu dhakari salim, kwa maana kundi la wanaume wengi. Kwa hiyo unaitumia al-ula sawa sawa kitu tunachokielezea kina akili au hakina akili. Ama alladhina inatumika kwa vile vilivyokuwa na akili. Kwa hiyo jamu alladhi, tamko alladhi jamu yake ni al-ula na alladhina mutlaqan, moja kwa moja. Mutlaqan maana yake sawa sawa kina akili katika upande wa al-ula. Wa ba'dhum, lakini baadhi yao Waarabu wametumia bilwawi rafa nataqa, wakati wa rafi wametumia bilwawi kwa wao rafa'an katika hali ya kurufaisha nataqa, ametamka kwa maana wameifanya alladhina kuipitisha katika upande wa jamu mudhakkari salim, ikawa kama vile ni mulhaq wa jamu mudhakkari salim katika irabu yake. Kwa maana wakati wa kuirufaisha unairufaisha kwa wao, unasema mfano ja alladhuna qamu, na wakati wa kuinasibisha utainasibisha kwa ye, ambao wakati huo ni abatan anil fatha li'annahu mulhaqun bi jamu mudhakkari salim. Na wakati wa kuijurisha vile vile utaipitisha kwa ye, utasema ja alladhuna wakati wa rafi maratu billadhina wa ra'aytu alladhina. Kwa hiyo itakuwa kama vile jamu dhakari salim katika irabu yake. Kwa hiyo ni baadhi ya Arabu wamepitisha hivyo na inafaa, inajuzu, haina shida. Kisha akasema billati wallahi, kwa kutumia tamko allati na allai. Allati, tamko allati kad jumia, imefanywa ni jamu yake, maana yake jamu ya tamko allati ni allati na allai. Kwa hiyo hizi zimepitishwa katika upande wa muannathi kwa wanawake. Allati mmoja wa kike ambaye wengi unatumia allati au allai, na pia inafaa hii allai ukaiweka vile vile pia yau, ukasema allai kama ilivyokuja katika upande wa aya wallai yaisna min almahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur, kwa wallai lam yahidna. Kwa inafaa imma kuiweka hiyo ye mwishoni au kuiweka. Kisha akasema wallahi kalladhina, na tamko allai kuitumia kama vile alladhina, maana yake tamko allai ambayo tumepitisha katika upande wa muannath ni jamu allai na allati. Pia allati inafaa kuweka yao, ukasema allati au allati, allai au allai. Kwa hiyo tamko allai nayo kalladhina tukisema kama vile alladhina, manake tukipitisha katika upande wa jamu mudhakkari salim katika hukumu, basi nazran waqa, ni mara chache kutokezea.
Manake waka nazran imekuja imetokezea, lakini kwa uchache. Manake tamko allai kulitumia kwa wanaume inakuwa ni mara chache, lakini mara nyingi inatumika kwa wanawake. Imetumika kiuchache kwa wanaume tamko allai, lakini mara nyingi imetumika allai pamoja na allati kama tulivyopita kwa wanawake, kama ilivyokuja billati wallai allati kadijumia. Tamko allati jamu zao ni allati na allai, lakini vile vile pia imetumika allai kwa upande wa wanaume wengi, lakini nazran ni mara chache kama tulivyosema, ni mara chache. Kwa nazran waka imetokezea, lakini kwa uchache. Kutumika kwake kwa upande wa wanaume inakuwa ni kiuchache wala sio mara nyingi. Kisha akasema waman wama, natamko man, natamko ma, wa al, natamko al, tusawi madhukir. Hizi zote zinalingana sawa na hivyo vilivyotajwa katika upande wa asmaul mausula. Tusawi vinakwenda sambamba madhukira na hivyo vilivyotajwa. Manake man na ma na al, na kisema tusawi madhukir vinakwenda sambamba kwa maana zote hizi nazo ni asmaul mausula, man na ma na al. Na niliposema tusawi ni kwamba unatumia sawa sawa ni ya mmoja, sawa sawa unamuelezea ni wawili, sawa sawa unaelezea ni wengi. Utatumia man au utatumia ma kwa vitu ambavyo havina akili, na utatumia al, hii umeelezea ni mmoja au ni wawili au ni wengi, utatumia hivyo. Sasa wakina akili, sasa hakina akili, pamoja na kuwa man inatumika kwa venye akili na ma inatumika kwa vile visivyokuwa na akili. Al itategemea na kile unachokielezea, inawezekana ikawa kina akili au hakina akili, ambao hii al inaingia al hii kuwa ni ismu mausul katika upande wa zile wanaziita sifatun swariha. Tukisema sifatun swariha tunakusudia zile sifa ismu fa'il, ismu maf'ul na sifatun mushabbaha bismi fa'il, na sifa mubalagha pia inaingia humo. Kwa hiyo hizi ambazo ni mushtaqat au swafi, hizi zikiingiwa na alifu na lamu, ile alifu na lamu sio al ya taarifu, ile alifu ya lamu pale inakuwa ni ismu usuli, na tutakuja soma hapo mbeleni kwamba wasifatun sarihatun silatun al. Sifatun sariha ni silatul mausuli ya tamko al, wa kaunuha bimurabil af'ali qalla, itakuja mbeleni inshallah. Kwa hiyo hii al ukisema mfano jaa al-dharibu zaidan, amekuja yule ambaye amempiga zaidi. Kwa al-dharibu hii al iliyokuwa imeingia katika tamko dharibu, ambao dharibu ni ismu fa'il, ni jina mwenye kufanya kitendo. Kwa wale waliokuwa wamesoma sarfa watakuwa wanafahamu dharibun imetokana na kitendo dharaba yadhribu, kwa hiyo masdari yake dharban. Kwa hizo zote hizi zimechukuliwa katika dharb ambao ni masdari. Dharibun madhrubun, mwenye kupigwa. Kwa ukisema al-madhrubu maana yake kama uliosema alladhi dhuriba, ukisema al-dharibu kama uliosema alladhi dharaba. Kwa hiyo hii ali inakuwa ni ismul mausul, ina maana ya alladhi. Kwa ndio maana akasema kwamba man na ma na tamko al tusawi huenda sambamba madhukira na vile vilivyotajwa hapo nyuma. Maana yake zinatumika sasa ni kwa mmoja, ni kwa wawili, wenye akili, visivyokuwa na akili, itaingia hiyo al. Ama ma inatumika kwa vile ambavyo havina akili peke yake, na man inatumika kwa vile venye akili. Lakini kuna baadhi ya sehemu vinaingiliana, tutakuja soma inshallah katika upande wa sharhi. Tutakujaona wakati gani man itatumika kwa venye akili, kwa visivyokuwa na akili, na ma wakati gani itatumika kwa vile ambavyo vitakuwa vina akili. Kwa hiyo ni katika sehemu zake inshallah. Kisha akasema wa hakadha, na ehe kama hivyo, manake hukumu yake ni kama hizi zilizokuwa zimetangulia. Manake man na ma na al, kipi hicho? Wa hakadha dhu, manake na ehe kama hivyo, dhu pia itatumika kama hizo inda tayyi, lakini mbele ya kabila la tayyi. Kabila la tayyi wao wanatumia dhu kwa maana ya alladhi. Sema inda tayyi shuhir, mbele ya kabila la tayyi shuhir, imekuwa ni mashuhuru dhu kutumika ni ismu usuli. Na tumeshatangulia kuelezea tulipokuwa tukisoma dhu ile ya al-asmaul khamsa iliyokuwa ina maana ya swahibi, tukasema kwamba katika kabila tayyi hili wao wanatumia dhu kwa maana ismu usuli, hawaingizi kule katika upande wa al-asmaul khamsa. Kwa hiyo dhu na dhu hii katika matumizi yake inajuzu ukaitumia dhu kwa mmoja, kwa wengi, na ukatumia vile vile kwa wawili. Lakini pia inafaa kuitumia dhu kwa sura nyingine, ukaifanya kwamba ni kwa mmoja, alafu kwa wawili ikawa inakuja kwa sura nyingine kama vile muthanna, na kwa jamu ikaja dhau kwa wengi kwa kutumia wao. Kwa hiyo hiyo pia inafaa, na tutakujiona katika mahali pake. Lakini ni muhimu tuchukue kwamba dhu
hii vile vile ina maana alladhi, na ushahidi wao ambao wameuelezea kabila tai. Moja katika ushahidi, kuna beti inayosema kwamba innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu tawaitu wa dhu hafartu. Innal ma'a ma'u abi wa jaddi, hakika maji ni maji ya ma'u abi wa jaddi, maji ya baba yangu na babu yangu. Wa bi'ri, na kisima changu. Dhu tawaitu, dhu ina maana alladhi hapo, maana yake wa bi'ri lati, kile ambacho tawaitu nimekichimba kisima hicho. Kwa hiyo dhu ina maana ya allati. Kwa akasema wa hakadha dhu inda tai'in shuhir, vile vile pia dhu mbele ya kabila tai'i imekuwa ni mashuhuri kutumika kwa maana alladhi. Wakallati, na kama inavyotumika tamko allati kuwa ni mwanamke katika upande wa ismu usul, anasema aidan vile vile basi ladehim dhatu, kuna dhatu, maana sehemu ya dhu wameifanya kuipeleka katika upande kama tulivyosema kwamba inajuzu kuitumia kwa mwanamume mmoja, na wakaipeleka katika upande wa mwanamke kwamba inakuja dhatu, kwa maana dhatu inakuwa ni mukabili wa dhu. Kwa maana dhu kwa umetumia kwa mwanamume ambaye dhu alladhi, basi dhatu ni allati. Pamoja na kuwa tumesema pia inajuzu hii dhu ukaifanya katika hali moja, ukaitumia hiyo kwa mwanamume kwa mwanamke, na ukaitumia kwa mmoja kwa wengi wawili, lakini kwa sura nyingine wapo ambao wamepitisha Waarabu kwamba dhu kwa mwanamume, kwa mwanamke unatumia dhatu. Ndio hii aliyosema kwamba wakallati aidan vile vile pia kama ilivyotumika allati kwa mwanamke, basi ladaihi mbele yao baada ya dhu wakaitumia dhatu ya ismu usul. Wa mawdhi allati, na ile sehemu allati ambao dhu ilitakiwa itumike jamu yake, kama imekuja kwa wanaume ni dhau, basi ata dhawatu, ikaja dhawatu, maana yake dhawatu ikawa ni jamu ya muannath ya dhatu. Kwa hiyo hiyo wamepitisha baadhi ya Waarabu kwenye sura hiyo na inafaa, na tunaweza tukastopia hapo biidhnillahil karim kwa hizi beti. Inshallah kisha tutaingia moja kwa moja katika upande wa sharhi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.